Ni hatua ya presha kubwa sana, ni hatua ambayo kila timu imebaki na ndoto moja tu ya kufika fainali ya kombe la dunia. Leo macho ya dunia ya soka yataelekezwa kwenye mchezo mkubwa wa hatua ya nusu fainali ya kwanza ya michuano ya kombe la dunia, mchezo ambao utapigwa Dallas nchini Marekani, kati ya timu ya taifa Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Ufaransa wanaingia kwenye mchezo wa siku ya leo akiwa wametwaa taji la kombe la dunia mara mbili. Mwaka 1998 walikuwa wenyeji wa mashindano na waliwafunga Brazil magoli 3-0, wakati mwaka 2018 waliwafunga Croatia magoli 4-2 kwenye fainali ambayo ilichezwa Moscow, Urusi. Lakini pia Ufaransa waliwahi kufika fainali mwaka 2006 na walifungwa na Italia kwa mikwaju ya penalti. Mwaka 2022 Ufaransa pia walitinga katika hatua ya fainali wakipoteza dhidi ya Argentina kwa mikwaju ya penalti baada ya sare ya magoli 3-3 kwenye dakika 90. Ufaransa wanaingia kwenye mchezo wa leo wakiwa na ubingwa wa kombe la dunia mara mbili kama nilivyokujuza, lakini pia wakiwa wamemaliza washindi wa pili mara mbili katika michuano ya kombe la dunia. Wakati timu ya taifa ya Hispania itaingia kwenye mchezo wa siku ya leo ikiwa imeshinda mara moja taji la michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 dhidi ya timu ya taifa ya Uholanzi kwa goli la Andres Iniesta dakika ya 116 ya nyongeza ya mchezo. Hispania imecheza fainali moja pekee ya michuano ya kombe la dunia, ingawa kuelekea kwenye mchezo wa siku ya leo bado anaona kuna nafasi kubwa pia ya kuweza kufanya vizuri dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Tukianzia katika hatua ya 32 bora, Ufaransa ilifuzu hatua hiyo kwa kuwafunga Paraguay goli 1-0, huku hatua ya 16 bora Ufaransa waliwafunga Sweden magoli 3-0. Katika mchezo wa robo finali, Ufaransa waliwafunga Morocco magoli 2-0. Leo watakuwa wanaingia katika mchezo wa nusu finali, wakati timu ya taifa ya Hispania hatua ya 32 bora waliwafunga Austria magoli 3-0, wakati hatua ya 16 bora wakiwafunga Ureno goli 1-0. Hatua ya robo finali timu ya taifa ya Hispania waliwafunga Ubelgiji magoli 2-1. Leo inakuwa ni hatua ya nusu finali. Ufaransa imefunga mabao 7 na haijaruhusu bao katika hatua za mtoano hadi robo finali, wakati Hispania yenyewe imeonyesha uimara wake wa ulinzi, imefika katika hatua hii ikiwa na rekodi nzuri ya kuruhusu mabao machache. Kumbuka hii ni kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia ambapo nusu fainali zote 4 zina timu zilizowahi kuwa mabingwa wa dunia: Ufaransa, Hispania, Uingereza na Argentina. Mchezo wa leo utachezeshwa na mwamuzi Ismail El Fadhi, mwamuzi wa kimataifa mwenye asili ya Morocco lakini pia anayewakilisha Marekani. Alizaliwa Machi 3 mwaka 1982 Casablanca, Morocco, na baadaye kuhamia Marekani. Mafanikio makubwa ya mwamuzi huyu ni kuchezesha fainali ya FIFA Under 20 mwaka 2019 kati ya Ukraine dhidi ya Korea Kusini, wakati mwaka 2019 alichezesha nusu fainali ya mashindano ya vilabu ya dunia. Mwamuzi huyu aliwahi kupata nafasi ya kuchaguliwa kuwa mwamuzi wa kuchezesha michuano ya AFCON 2021 iliyochezeshwa 2022, akiwa miongoni mwa waamuzi waliochaguliwa, ingawa mwaka 2022 aliwahi kuchezesha kombe la dunia nchini Qatar kwenye baadhi ya michezo kama vile Ureno dhidi ya Ghana, Cameroon dhidi ya Brazil, hatua ya 16 bora Japan dhidi ya Croatia, lakini pia alikuwa mwamuzi wa 4 kwenye fainali ya Argentina dhidi ya Ufaransa.